Leo hii nitakwenda kukupitisha katika miongoni mwa maajabu ya dunia. Kuna maajabu kadha wa kadha ambayo yamejitokeza duniani, na hili ni mojawapo. Na hapa nakupitisha kwenye kukijua kisiwa kilichotawaliwa na wadudu kama nyoka, buibui ambao wamejazana kila kona. Nakupitisha katika kisiwa cha Guam. Nakwambia kisiwa hichi cha Guam mara 40 zaidi ya visiwa jirani, na idadi kubwa ya nyoka wavamizi na waharibifu mahali hapo waliojaa katika misitu ambayo ni makazi ya ndege. Miaka 5 iliyopita kuliandaliwa mkutano katika kisiwa hicho cha Guam, eneo lenye uchafu mwingi wa kijani kibichi magharibi mwa bahari ya Pacific. Kuna simulizi ilikuwa jua. Nje kulikuwako nyama ya nguruwe iliyochomwa, mabaki ya chakula cha jioni. Moto nao ulikuwa unawaka, na takriban kila mtu akafika mahali hapo kuzungumza. Waliporejea kulikuwa kwa kiumbe chenye umbo la kahawia lililozunguka nguruwe, kinang'aa magamba, macho ya wima na mdomo mpana. Kiumbe huyo alikuwa akipasua vipande vya nyama ya nguruwe na kuvimeza vikiwa vizima, akizimeza pole pole. Hakuna nguruwe uzito wa kilo 181, lakini alikuwa nguruwe wa kuliwa kwenye karamu kubwa. Anasema Hadla Rogers, profesa mshiriki katika idara ya uhifadhi wa samaki na wanyamapori katika chuo cha Virginia nchini Marekani, ambaye amekuwa akitafiti ekolojia ya Guam kwa miaka 22 iliyopita. Mgeni huyo asiye na adabu mezani alikuwa nyoka wa kahawia ambaye anatokana na kuletwa kisiwani Guam katika miaka 1940 ikisiwa ya kupenya kwenye meli ya mizigo. Kabla ujio wake, ndege wengi wa asili walikuwa kufurahia kuishi katika misitu ya kisiwa hicho, lakini miongo 4 tu baada ya nyoka huyo kuingia msitu mgumu, wawindaji wanaanza kuwamaliza kila mmoja wao msituni. Kati ya aina 12 waliokuwa 10 wameshatoweka kwenye kisiwa hicho, huku aina 2 zilizobaki zikisalia kwenye mapango yasiyofikika na maeneo ya mijini. Kwa vile sasa jamii ya ndege inaangamizwa kabisa, idadi ya nyoka hao milioni 2 katika eneo hilo la Guam, mlo wao wanategemea panya, mijusi na viumbe kama hao. Inamaanisha watakula chochote, anatamka Henry Pollock, mkurugenzi mtendaji wa shirika liitwalo Thousand Plains Land Trust, ambaye ana historia ya kuchunguza ekolojia ya Guam. Guam kukiwa kunapatikana nyoka hao wakali na misitu yenye ukimya mzito sana, kuna safiri kutoka historia yake ya zamani. Sasa kuna sauti na panabaki na kuwa umaarufu katika uharibifu wa mazingira. Hadi sasa inatajwa madhara ya nyoka wanaoishi mahali hapo sasa yanaenea zaidi kuwa na misitu ya kutisha isiyo na ndege. Buibui wa kisiwani hapo, huko katika visiwa vingine vyenye wasifu kama huo huko Marekani, vyenye ukimya vya Mariana, kuna buibui wachache, hasa katika msimu hewa inapokuwa kavu. Misitu ya kisiwa hicho ina buibui waliotanda karibu kila hatua, wakiwa kubwa na wenye tumbo la manjano, utando wao wa dhahabu. Buibui wenye kutanda wanaoweka nyuzi za hariri kwenye matundu ya miti. Hii ni kwa mujibu wa taarifa za kimataifa, na nimekupitisha katika kisiwa hichi cha Guam ambacho kinasifika kwa kuwa na wadudu wa aina ya nyoka, panya, buibui pamoja na mijusi. Hivi ni visa na mikasa ya ulimwengu. Endelea kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Rinyo Update kwa ajili ya taarifa mbalimbali, hususani za michezo, burudani, kisiasa na hata zile hard news za kimataifa. Utazipata hapa, ndio kwake.